nafasi kubwa ndani ya kata yetu ya Matongo. Mimi nikiwa halmashauri huwa nasikia malalamiko ya baadhi ya viongozi kwa nihamishie huyu, niletee huyu, lakini mimi nasema ndani ya kata ya Matongo hakuna mtu kuondoka, wote wanafaa kweli kweli. Wote na wahitaji kwa ushirikiano. Hili alikuwa rahisi kwetu. Mimi kati naingia madarakani, kila kijiji kilikuwa kinafanya mambo yake, kila kitongoji kilikuwa kivyake. Mimi nikasema hilo haliwezekani. Tunataka mtu wa kitongoji ayasemee mambo ya katani na mtu wa katani ayajue mambo ya kitongoji na kijiji vile vile. Kwa hiyo tumeunganisha ushirikiano mkubwa ndani ya kata, tunajivunia na leo tuko hapa kwa pamoja. Kuna baadhi ya watu wanakutana nao, tunakaa nao kwenye vijiwe. Marafiki zangu wako walimu ambao wanapenda kukesha, tunafahamiana. Wanasema wewe tutakuwa tumeimaliza. Kwa hiyo msiniogope. Msiniogope, tuwasiliane muda wowote ule. Mwenye changamoto yoyote ile. Mwaka jana tulisema tuna mpango wa kuondoa mabashara ndani ya kata. Na mliona limefanikiwa. Ila kuna wachache wamebaki. Wale waliokuwa masinia tumewapunguza, lakini kuna wachache wamebaki. Kwa hiyo niwaombe ambaye anatafuta jiko mapema muone mtendaji wetu wa kata, na sisi tulichakata kama WDC tushiriki kweli kweli kwenye sherehe ya kupata jiko. Kwa hiyo niombe mabashara wote ndani ya kata, kama unahisi una uwezo, umepungukiwa, sisi tutakuchangia hata mahali. Kwa hiyo mtamwona mtendaji wetu wa kata, sisi tunaweza kulifanya hilo. Kwa hiyo tunaomba sana tushirikiane. Kwa hiyo ndio ushirikiano tunaotaka ndani ya kata, kutoka kwenye serikali kuja kwa watumishi, tunakuwa kitu kimoja. Kwa hiyo niombe sana, tuna jukumu kubwa sana ndani ya kata. Sisi tuko kama 200 na kitu mpaka 300, lakini tunahudumia karibu watu 40,000 ndani ya kata ya Matongo. Kwa hiyo tuombe sana, tushirikiane. Najua kuna changamoto nyingi tunapitia kwa sekta zetu, lakini tuombe Mungu tuweze kuwa na uvumilivu, tuweze kuwahudumia wananchi wetu ndani ya kata ya Matongo na tuweze kupata maendeleo thabiti. Watumishi, kuna machache yamesema hapa kuhusu nyumba za watumishi. Nafikiri hata wenye viti wa vijiji na watendaji wanalijua hilo. Tunatamani sana kila mtumishi apate mahali safi na salama pa kuishi. Kwa hiyo nimeziomba serikali za vijiji kushirikiana na wananchi tuweze kuweka vipaumbele vya nyumba za watumishi ndani ya kata yetu, na tumelipeleka kwenye WDC, tumelichakata, tumepeleka vipaumbele. Nimeomba kwa CSR inayokuja, kwa hiyo tunahitaji tuongeze nyumba za watumishi. Lakini watumishi kuna baadhi wanasema walikuwa wamesahaulika, akiwemo afisa mifugo, afisa kilimo, mtendaji wa kata, watendaji wa vijiji, afisa maendeleo. Nafikiri swala lao pia lishakuja kwenye WDC. Nao ni watumishi, wanastahili kupata nyumba za kuishi. Tumelipokea vizuri na tutalifanyia kazi. Walimu wakuu wa Matale na Nyangoto kwa niaba ya hizo shule. Mwalimu mkuu Matale pamoja na Nyangoto, karibu. Piga makofi mengi kwa ajili yao. Wanakuja, makofi kwao, makofi kwa. Sio za kwenu wala za shule. Kwa hiyo ni walimu, mwende muangalie mtakavyofanya nyie wenyewe kwa maamuzi yenu. Sawa? Kwa hiyo nikukabidhi mwalimu wa Nyamongo Sekondari zawadi hiyo. Nyamongo Sekondari.
Misheni wani na kwa niaba ya serikali ya kijiji cha Nyangoto, lakini pia na wananchi wa kijiji cha Nyangoto wameamua kuwazawadia, lakini hii zawadi ni kuwapa morali wa kuendelea na masomo yao. Kwa hiyo tuwaombe sana mwende msome vizuri kwa bidii, lakini kama kuna shida yoyote ile muje, serikali yetu ya kijiji cha Nyangoto iko pamoja na nyie. Aidha, baadhi ya wafanyakazi wanakabiliwa na ukosefu wa motisha unaweza kuathiri utendaji kazi wao. Ni matumaini yetu kuwa kupitia uongozi wako na ushirikiano wa wadau mbalimbali, changamoto hizi zitapatiwa ufumbuzi na ili kuongeza tija na ustawi wa wafanyakazi wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakuomba uendelee kuwa sauti ya wafanyakazi katika vikao vya ngazi mbalimbali za maamuzi. Tunahitaji kuona maboresho katika masuala ya mazingira ya kazi pamoja na haki na stahiki za wafanyakazi zinazolindwa kikamilifu. Tunaamini kuwa maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana bila kuweka mbele maslahi ya wafanyakazi. Mei Mosi, semele hoi au hai. Mheshimiwa mgeni rasmi na diwani wetu wa kata, na mimi niungane na wenzangu kuwashukuru wafanyakazi kwanza kwa umoja, lakini kwa namna ya pekee wanavyowajibika katika sekta zao. Mengi yamezungumzwa na mwenyekiti wa kijiji cha Matongo, sipendi kuyarudia, lakini kubwa zaidi ni kumshukuru mheshimiwa diwani kwa namna ya pekee alivyotuunganisha kata hii ya Matongo. Tumejaribu kuzunguka au kupeleleza kata zingine, kila mtumishi yuko kwake, lakini kata yetu ya Matongo tuna jambo letu hapa. Jambo la kwanza ni washukuru watumishi wote. Kimsingi hii siku ni ya kwenu, lakini inawapendeza mnatukaribisha sisi viongozi, tunajumuika nanyi. Kwa kweli nawashukuru sana, lakini shukrani hizo pia zimwendee mheshimiwa diwani ambaye yeye kimsingi ndio ametuunganisha. Tunaweza kukaa pamoja kama kata, pengine tungeweza kukaa kama kijiji, tungeweza kukaa kama taasisi, pengine hata kila mtu angefanya kwake, lakini tunajumuika pamoja kama kata. Ni juhudi za mheshimiwa diwani, tumpigie makofi. Lakini ya jamii na sisi kama serikali kuonyesha kwamba tuko pamoja nao. Wito wetu kwa Mheshimiwa Rais ni kuendelea kuboresha mazingira ya wafanyakazi, kwa sababu hawa ndio wanaobeba ndoto na kutimiza yale ambayo yeye anayataka kuyaona katika jamii, katika nchi yetu na hata kwa ajili ya Matongo yetu. Nina imani kwamba hapa wote tuliokuja ni viongozi. Kuna mheshimiwa diwani mwenyewe, kuna wenyeviti wa vijiji, kuna watendaji wa kata na vijiji, lakini kuna wenyeviti wa vitongoji. Hao wote tupo kwa sababu ya dira moja iliyotuunganisha leo tuwe pamoja, chakula cha pamoja. Zaburi 133 mstari wa 3 anasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Leo tumekaa pamoja kwa sababu ya ukarimu wenu,